Mwanamke, kutomtii mumeo ni aina ya uhaini. Kutomtii mumeo ni aina ya uhaini, ni uhaini. Yaani kwamba jinsi mfumo ulivyo wa kimungu alivyouweka katika taasisi ya ndoa kwa habari ya mahusiano kati ya mume na mke, mume amepewa nafasi kama mfalme, mwanamke amepewa nafasi kama nafasi ambayo amepewa kumtii mumeo. Sasa ile nafasi kutii, kuna neno ambalo unajua Kiswahili ni chembamba, maneno yake ni machache. Ukiangalia kwa Kiingereza ile utii, kuna neno obey. Obey ni utii ambao mtoto anamtii mzazi wake kwa mfano, au anamtii mwalimu wake, ile inaitwa obey, anamtii mkubwa wake. Lakini hii kwa Kiingereza kutii, ukisoma kwenye ile Waefeso sura ya 5 mstari 24, lugha ya Kiingereza ametumia neno subject, submit. Yaani lile neno linamaanisha utii kama wa raia anavyomtii mfalme, raia anavyomtii rais. Kwa mfano hapa kwetu ungeangalia mfano wa raia anavyomtii rais, ndio kutii kulikoandikwa pale. Kwa hiyo hapa nataka nikwambie kwamba mwanamke, unapoingia kwenye mahusiano ya ndoa na huyu mwanaume, wewe unatakiwa kuwa subject wake. Alafu nikashangaa hili neno, maana ya neno subject. Neno subject maana nyingine ni kama sehemu, yani ukiwa na kopo kubwa afu likakatwa kipande, kile kipande kinaitwa subject ya hili kopo. Kumbe hata katika uumbaji mwanamke tumeumbwa kutoka ubavu wa mwanaume. Kumbe sisi ni sehemu ya mwanaume kwanza, lakini tunapoambiwa habari ya kutii kwenye mahusiano ya ndoa, linatumiwa lile neno submit, lile neno submission, lile neno la kwamba yeye ni mfalme na mimi ni raia. Yaani katika mahusiano ya ndoa iko hivyo. Kwa hiyo unapoamua kuingia kwenye ndoa, umeingia kwenye mamlaka, umeingia kwenye serikali, umeingia kwenye utawala wa mtu. Kwa hiyo wewe mtoto wa kiume ambaye unafuatana nami, wewe mwanaume ambaye unafuatana nami, unatakiwa ujue kwamba unatakiwa kupambana kwa habari ya maisha yako, kwamba wewe unatakiwa kutengeneza serikali yako, kutengeneza utawala wako, kutengeneza kingdom yako, ufalme wako. Kwa hiyo ni lazima wewe ndio uwe na nyumba, aidha umepanga au umejenga, vyovyote vile wewe uwe na nyumba, wewe uwe na utaratibu ambao unaendelea pale nyumbani. Unapooa mke unamleta kwenye serikali yako. Na mwanamke, unapochagua mume, ujue kwamba unachagua serikali ambayo utakuwa tayari kwenda kuitii, serikali ambayo umeona kwa mtazamo wa kuomba Mungu, kwa mtazamo wa tabia ulizozichunguza, kwa mtazamo wa washauri uliowasikiliza, umeona nikiingia kwenye hii serikali itanitunza. Hii serikali inaweza kunijali. Ndio maana hata tunapopiga kura hapa nchini kwetu tunaangalia serikali imetufanyia nini. Kwa hiyo hiyo serikali inatakiwa iwe serikali ambayo umeangalia vizuri muongozo wa hiyo serikali kwamba utakufaa, ndio uingie katika hiyo serikali. Na wewe mwanamke umeingia kwenye utawala, umeingia kwenye mamlaka, umeingia kwenye ufalme, unatakiwa uende uhakikishe unaenda kuutii huo ufalme. Ufalme unaoingia una taratibu zake, una sheria zake, una maongozi yake. Kumbe mume wako ndiye anayetakiwa kukuongoza wewe jinsi ya kumtii, umtii namna gani, jinsi ya kuishi uenende namna gani. Mume wako ndiye anatakiwa kukuelekeza jinsi ya wewe kuwa mke kwake inamaanisha nini. Yeye ndio anatakiwa kuambie, na wewe unatakiwa utii na kufuata. Unatakiwa utii na kufuata na kuendelea kukuza na kuongeza yale maono ambayo huu ufalme unataka kuyapeleka mbele. Kwa hiyo unapoamua sasa kuingia kwenye ndoa, alafu uko ndani ya ndoa, mume wako anakuambia vile ambavyo serikali hii ina taratibu zake, taratibu hizo zikoje, uzifuate namna gani, wewe unaanza kuzipinga zile taratibu, wewe ni muhaini. Wewe ni muhaini. Yaani kama ambavyo juzi hapa tumesikia maneno mengi. Mtu umetoka nchi nyingine, umetoka nchi jirani, umekuja Tanzania. Tanzania ina taratibu zake, ina sheria zake, ina namna zake. Zile ndio ambazo ukiingia kwenye mamlaka hii unatakiwa uzifuate. Ukitoka hapa, ukienda nchi nyingine, hivyo kuna mamlaka yake. Na mamlaka sasa ya mume ni mamlaka ya kifalme, sio hata mamlaka ya kiraisi. Mamlaka ya kiraisi kama ilivyo hapa nchini kwetu Tanzania, tunapata rais anayechaguliwa, ni mamlaka ambayo haina nguvu kubwa sana, kwa sababu ni mamlaka ambayo rais anaiongoza kweli, ana mamlaka yake na nguvu zake, lakini kuna bunge, kuna mahakama, kuna mihimili ambayo inaweza hata
uliza maswali rahisi. Lakini mamlaka ya kifalme, neno la mfalme ndio sheria. Kumbe unapoingia katika mahusiano ya ndoa, wale wasomaji wa Biblia mnajua kitabu chetu cha Mungu kinasema kutoka ile kitabu cha Zaburi sura ya 45 mstari wa 10 na wa 11. Soma pale 9, 10, 11. Zaburi 45. Anasema, sikia binti, utazame, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, naye ni bwana wako, nawe umsujudie. Kwa hiyo yeye ni mfalme, yeye ni bwana. Utawala aliouweka katika mamlaka ya pale nyumbani, unapofika kwa mume wako unatakiwa usikilize. Serikali hii inaongozwa namna gani? Ina mamlaka yake, inapeleka mambo yake namna gani? Alafu ukayatii hayo. Na ukienda kinyume wewe ni muhaini. Usisahau sheria za nchi zote duniani, adhabu ya muhaini huwa ni kifo. Kwa hiyo wakati mwingine wanawake tunaishi ndani ya ndoa, kumbe kwenye mioyo ya waume zetu ni kama tumefikia kifo. Yaani unapofika mahali mwanaume yeye anakueleza, alafu wewe, na hivi siku hizi Mungu ametusaidia, tumewezeshwa, tumesoma, tuna pesa, tuna elimu. Anakueleza alafu wewe unapinga mambo yake. Tunaweza tukajikuta wakati mwingine kumbe kwenye moyo wake ni kama wafu. Na ndio maana wakati mwingine tunahangaika na waume zetu, wameenda hapa. Kumbe kuna namna fulani mke hayupo kwake. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho tayari uhaini umeshaingia kwa kutotii mamlaka ambayo anaiweka. Ukishaingia ule uhaini, maana yake kifo ndio kinachofuata. Na kifo kikifuata ndio mahangaiko yanatokea. Si vema mtu huyo awe peke yake inarudi, kumbe anajisikia tena yuko peke yake. Usipotii, mume wako atajisikia tena yuko peke yake. Na ndivyo hapo wakati mwingine tunahangaika kuona hivyo vitu ambavyo vinajitokeza, vinaitwa nyumba ndogo, vinaitwa nyumba ndogo kwenye makabila mengine kule Tanga, nyumba ndogo ni choo, basi hivyo vyote vinajitokeza hapo ndani. Kwa hiyo mwanamke unatakiwa kwenda na kutii mamlaka iliyopo pale kwenye serikali uliyoikuta kwa mume wako. Na mwanaume unatakiwa kujua kwamba una wajibu wa kumtunza mke wako na kuangalia mahitaji yake na kupambana hivyo. Usisahau sasa, unapoiangalia serikali bado unakuta sisi kama wananchi kuna namna tunazalisha, kuna namna tunajenga, kuna namna tunajitafutia maendeleo. Kumbe hata we mke upo katika hiyo mamlaka, lakini unayo nafasi sawa na ile Mithali ya 31, unayo nafasi ya kuishi kama yule mwanamke wa Mithali 31, mwanamke anayenunua shamba kwa mapato ya mikono yake, mwanamke anayesuka mazuria, anayesuka masweta, anayesuka mashuka, anayewapa chakula watu wake na wajakazi wake sehemu zao. Hayo yote unaweza kufanya, lakini kwanza ukijua iko mamlaka unayotakiwa kutii, usiwe muhaini.